Baada ya kuimaliza weekend kama hivyo, mashabiki wa Arsenal tunao furaha kubwa sana. Wahenga hawaamini, msukuma mtakacha uvunguni kakisukuma kitanda na kachukua kilichokuwa chini. North London Derby toka 1978 anapatikana tena mchezaji mwingine wa kupiga hat-trick. Lakini upande wa Twiga na Jangwani furaha ilikuwa ni kubwa zaidi, lakini mitaa Msimbazi alikuwa na huzuni kweli kweli. Sasa unakuta shabiki ni wa Msimbazi, wa Liverpool, Manchester City au Manchester United ambao leo wanacheza. Maana hata sio kuwatumaini sana. Karibu ndani ya Dada Sports. Jina langu ni Florence Renato, simu zangu ni Alois Sagara. Tuko tayari kwa ajili ya kupata taarifa nyingine nzuri ya kimichezo. Nimeanza kwa mbwembwe kweli kweli kwa sababu weekend hii ilikuwa imejigawa. Kuna baadhi ya watu furaha ilikuwa upande wao, lakini kuna baadhi ya watu furaha haikuwa upande wao kabisa. Naanza kwa kukumbusha kuhusiana na Jaba Air Solution, mabingwa kusafirisha bidhaa zote kutokea Guangzhou China mpaka katika ardhi hii ya Tanzania. Jaba Air Solution wanakukumbusha kwamba ndani ya siku 3 tu mizigo yote ambayo umeiagiza kutoka China itafika kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo chochote ambacho kiko China unataka kukiagiza, natumaini kwamba wengi kwa sasa tumekuwa wafanyabiashara, wengine wafanyabiashara wakubwa, wengine wafanyabiashara wadogo, lakini bidhaa nyingi ambazo tunazihitaji mara nyingi zinatoka sana China, na watu wanasema kule ndo chimbo vitu vinapatikana angalau kwa bei ambayo inaweza ikawa nafuu. Sasa changamoto mtu anawaza ni bidhaa nikishanunua kutoka kule inafikaje kwenye ardhi ya Tanzania. Basi Jaba Air Solution wanakuambia kwamba wasiliana nao, wao mizigo yao watakuagizia na utafika salama katika ardhi ya Tanzania. Karibu ndani ya Dada Sports, Alois Sagara. Kwa vizuri ndugu yangu? Niko vizuri, Mwenyezi Mungu anasaidia na tumekutana tena hapa. Weekend ilikuwa busy kweli kweli. Weekend ilikuwa busy, lakini ilikuwa imegawa. Weekend ilikuwa imetugawa. Mashabiki wa Arsenal tulikuwa na furaha, mashabiki wa Yanga wakawa na furaha, lakini huzuni kama mitaa ya Msimbazi. Watu wakasema, watu wameanza kunena kwa lugha kule. Huyu sio kocha, ile ndaje na wengine wanasema kwamba hawafiki naye Christmas. Mbona mapema sana? Na ndivyo ambavyo mashabiki walivyo siku zote. Ni watu ambao ukimsikiliza mtu hivyo maana yake ni mtu ambaye amezoea, yani ameenda pale Benjamin Mkapa kwa lengo la kupata ushindi tu. Alikuwa hajajiandaa na matokeo mengine. Kitu ambacho ni hatari sana katika mpira wa miguu, ndio maana hata kelele kama hizo unazisikia. Lakini shabiki wanasema kwamba yeye kazi zake mbili tu, yani majukumu ya shabiki ni mawili, kushangilia na kukosoa au kutukana kama wengine wanavyofanya, japo si sahihi zaidi. Ndio kama hivyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hata ukivisikiliza unaachana navyo tu kama ambavyo umevisikiliza, kwa sababu kila mtu ana namna yake ya kutazama mpira. Yeye alienda kutazama kwa lengo la kuangalia nyavu zina cheka. Bwana mtazamaji wa Dada Sports, taarifa ni kwamba ni Yanga tu ndio wanazungumzika katika ardhi ya Tanzania. Sio kwamba wengine wazungumziki, ni Yanga tu ndio wanazungumzika. Anazungumzika kwa ukubwa. Anazungumzika kwa ukubwa. Anazungumzika vipi? Tunaenda kutazama mimi na ndugu yangu hapa Alois Sagara. Jumamosi ilikuwa ni Young Africans dhidi ya FAR ya nchini Morocco. Yanga kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Prince Mpumelelo Dube anawafanya Young Africans waondoke na alama 3 muhimu katika kundi B ambalo kwa sasa linaongozwa na Al National. I'm sure umemwona mabingwa wa kihistoria alipata nafasi chache kipindi cha pili, lakini mambo yake yalionekana. Ni mchezaji mzuri, ila amekuwa kikumbwa sana na majeraha. Katika kundi B kwa sasa ambalo linaongozwa na Al Ahly akiwa na alama 3 na idadi ya magoli 4 ya kufunga, huko akifungwa goli moja ambalo lilifungwa na GS Kabili. Young Africans ndo anafuata yeye akiwa na alama 3 na goli la kufunga likiwa moja, hajaruhusu goli lolote. Anaifuata hapo ni FAR ambaye karuhusu goli moja ana pointi 0, alafu wa mwisho ni GS Kabili ambaye ameruhusu idadi ya magoli 4. Hiyo ndio ilikuwa mechi ya kwanza. Kama ulitazama kwa kina zaidi ndio tukasema tukiichambua hapa tutomalize sana maana vitu vingi. Yes, labda mchezaji ambaye ameimbwa sana katika mechi hii ni Piodo Pacome Zouzoua. Moja ya jina ambalo imefikia sehemu hadi golikipa wa klabu ya FAR alienda kubadilishana jezi. Anakimbia kuchukua jezi ya Funga. Alienda kubadilishana jezi na Piodo Pacome Zouzoua. Niliwasikiza baadhi ya mashabiki wa FAR kupitia online media ambazo zilifanya mahojiano nao. Moja ya mchezaji ambaye walimzungumza sana kwamba ni mchezaji ambaye kama itatokea Young Africans wakafuzwa tu robo finali, yani kama itatokea Yanga wakatoka tu kwenye hili kundi wakaenda tu robo finali, wanaiona Yanga ikienda kuonyesha ushindani mkubwa kwa hizo Giants timu msimu huu. Na Piodo Pacome Zouzoua ni mchezaji ambaye ni bora
na anahitaji yani anahitaji wapinzani wafanye mazoezi ya namna gani ambavyo unaweza kwenda kumkaba uwanjani. Unajua Pacome ni unpredictable player. Yani ni wachezaji wasiotabirika. Kuna mahali ambapo kwanza sifa yake kubwa ni kupenya kwenye tight areas. Yani yale maeneo finyu zaidi ndio anaenjoy kucheza maeneo kama yale. Kwa wachezaji wa namna ile wakati mwingine inakuwa ngumu sana kuwazuia. Sasa Pacome Zouzoua amejichukulia umaarufu kwenye eneo hilo. Kuna wachezaji ambao hawataki kugasi zile uwanjani, zile gasi hawapate ninazo kabisa. Ukifanya vile unapoteza. Mfano ni Vinicius Junior wa Real Madrid. Yani akikutana na wale mabeki wasumbufu mithili ya Zuma kama unamkumbuka, mithili ya Umtiti alipita Barcelona, na wale mabeki ambao wanakupa kashikashi muda wote, wanakutoa mchezoni. Sasa Vini akipewa pressure namna ile huwa anatoka mchezoni, lakini kwa Pacome ndio huwa anaenjoy zaidi na anaonyesha ubora wa hali ya juu. Mchezo wa juzi dhidi ya AS FAR Rabat kwenye dimba la Newman Complex pale Zanzibar, jina lake limeimbwa dakika 90, mchezo unatamatika, mlinda mlango wa FAR Rabat Tagnut anaenda kuchukua jezi ya Pacome Pedro Zouzoua. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ameshajitanabaisha kwa ukubwa, na michuano kama hii ndio ambayo inakupa platform. Unamtazama mtu kama Fiston Kalala Mayele, namtolea kama mfano, ni mchezaji ambaye mpita kwenye ligi yetu ya Tanzania, kacheza Young Africans kabla ya kwenda Pyramids. Ni mchezaji ambaye aliitumia michuano hii kujenga jina lake kwa ukubwa zaidi, na juzi tumeshuhudia amechukua tuzo ya mchezaji bora wa ndani, si ndio? Sasa hivi thamani yake haielezeki, na ukubwa huo ameutengeneza. Yani msikiza Jasmine Rezaki alisema inatosha sasa kwa Fiston Mayele kucheza kwenye ardhi ya Tanzania, na sasa napaswa aende akatafute maisha nje ya bara la Afrika. Na kuna ofa 3 ziko mezani tayari kwa mujibu wa msimamizi wake au wakala wake Jasmine. Anasema kwamba kuna ofa kutoka Qatar, kuna ofa kutoka Saudia, na kule ndo kuna mipesa kwa kweli, lakini pia kuna ofa kutoka Uingereza. Pyramids tumeweka bilioni 17, lakini wakala anasema hapana, huyu lazima atoke Afrika aende nje ya bara kutafuta ugali. Na umemzungumzia Piodo Pacome Zouzoua. Kama unakumbuka asubuhi hapa tulivyoingia ofisini tukawa tuna mjadala kwamba Piodo kwa nini Piodo kwa sasa anang'ara sana? Ukaniambia ni kwa sababu alikuwepo Stephane Aziz Ki. Kwa hiyo ubora wa Piodo Pacome Zouzoua ulikuwa uonekani kwa ukubwa huo. Ni sawa na Neymar alipokuwa chini ya uongozi wa Lionel Messi pamoja na Luis Suarez. Alipotoka hapo akaenda zake PSG ndo akawa mkubwa sana. Kwa hiyo kuondoka kwa Stephane Aziz Ki kumetoa nafasi kwa Piodo Pacome Zouzoua, na sasa ndio star. Unaweza kusema hivyo. Yaani mchezaji ambaye ukilitaja jina lake kibiashara Tanzania, watu wanataka wakusikilize kwanza unataka kusema nini. Kama unataka kuwakosea heshima, basi mnaweza mkakoseana heshima mbele ya Piodo Pacome Zouzoua. Lakini zamani ulikuwa ukimtamka Stephane Aziz Ki vibaya, watu wanaweza wasikuelewe kabisa. Yani mtu ni kama Piodo alikuwa nyuma ya Stephane Aziz Ki, kwamba lazima umtaje Stephane Aziz Ki ndio uje mtaji Pacome Zouzoua. Kwa hiyo lazima anacheza chini ya kivuli cha Stephane Aziz Ki. Baada ya Aziz kuondoka, yeye ndo amejiestablish, ameondoka na kutengeneza ufalme wake ndani ya Yanga. Kwa hiyo kwa sasa hivi jina linalotamkika sana ni Stephane Piodo Pacome Zouzoua. Bana, katika kundi B ambalo Young Africans kwa sasa wako nafasi ya pili, shughuli nyingine ilikuwa ni majira saa 4 kamili za usiku. Kocha Miguel Gamondi pamoja na Sid Ramovic, makocha ambao waliwahi kufundisha wote klabu ya Young Africans, lakini pia kocha Miguel Gamondi aliwahi kuwa kocha mkuu wa CR Belouizdad kwa muda fulani, nakumbuka kama 2018 19 hapo if I'm not mistaken. Siku ya Jumamosi wakakutana, Singida akambulia kipigo cha magoli 2-0 akiwa ugenini. Lakini second half ni kama vile Singida ndo akaingia sasa kucheza mpira, wakati CR Belouizdad ni kama malengo yao yalitimia first half. Na hawakuwa na reason yoyote ya kuendelea kucheza mpira wa kukimbizana sana kama ilivyokuwa first half. Unajua Florence, kwenye football zile dakika 45 za kwanza huwa tunazigawa kwa dakika 15. Na tabia ya Waarabu ni kwamba timu kutoka Afrika Kaskazini zile dakika 15 za mwanzo huwa wanaforce sana kupata bao. Wakifanikiwa wanatuliza boli chini, wanacheza bila pressure. Hapo kuzitafuta dakika 30 kwenda mpaka 35 pale. Dakika 15 za mwisho tena wanakushambulia tena kupata bao jingine, ndio? Sasa walivyoweka pressure CR Belouizdad kwenye mechi dhidi ya Singida Black Stars, walifanikiwa kupata mabao mawili chini ya dakika 15. Bao la kwanza limefungwa dakika ya 5, bao la pili limefungwa dakika ya 13. Kwa chini ya dakika 15
tayari malengo yao yalikuwa yashatimia tayari. Sure. Sasa wakati kocha Miguel Gamondi anakuja kustuka na kubadili game plan, tayari asharuhusu bao 2. Kwa hiyo asingestuka mapema, ni kwamba pengine tungezungumza habari nyingine zaidi na za aibu kwa taifa letu. Yangeweza kufika hata mabao 6 mpaka 7 kwa jinsi ambavyo wale CRB Wydad walikuwa wanafika langoni kwa Singida, wanawaruhusu kucheza kwenye eneo lao muda mrefu, kwa wangeweza kufanya chochote kile ambacho wangeweza kukifanya, lakini sifa zinaenda kwa kocha, alistuka mapema. Mwenyewe nilikuwa anasema hii mechi ni kama vile Singida atapoteza kwa mabao mengi zaidi, lakini alistuka mapema Miguel Gamondi akabadilisha game plan. Singida tukaona wenyewe wakaanza kufika langoni kwa CRB Wydad na dakika 90 zinatamatika kwa mabao 2 yale kwa 0. Singida alibadilika sana. Kwa hiyo mimi napenda licha kupoteza ni msifu kocha Miguel Gamondi, ameweza kufanya kazi nzuri pamoja na benchi lake la ufundi. Bwana, hiyo ndio ilikuwa Jumamosi na ilisha hivyo. Mashabiki wa klabu ya Young Africans ndio walifurahi zaidi, ila unakuta shabiki wa Young Africans hiyo siku alikuwa ni mshabiki wa Liverpool. Katoka huku Dube kamfurahisha, kaenda huku Amini kutana na chuma 3 kutoka Nottingham, ndio kwanza anajitafuta anakufumua. Kuna picha moja, si unajua hizi habari za memes hizi. Yani gari la Liverpool na nembo ya Liverpool imekwama msituni, wanakuambia gari la Liverpool hakwama msituni, maana Nottingham Forest wanatokea msituni. Bwana, basi lakini Jumapili ikawa ni mbaya zaidi, unaweza ukasema hivyo, kwa sababu moja ya timu ya kutumainiwa Tanzania imekuwa icon kwenye michuano ya kimataifa sana. Mnyama Simba akakuwa kisiki cha wa Angola, goli 1-0. Ben Diaz anaingia kambani, mpira ambao ulipigwa shuti kwa deflection. Basi Yakubu Suleiman, naamini ule mpira alikuwa na uwezo mzuri wa kuokoa, lakini kwa uelekeo wake, lakini ile deflection ikapelekea mpira kwenda uelekeo ambao sio sahihi. Unajua kitu kibaya zaidi kuliko sisi wanadamu bwana, mwili ni wa kwetu, lakini kuna muda ukishaufanyia maamuzi hauwezi kufanya turning. Unajua kabla kufanya tendo la kimwili linaonekana nje, fikra kwanza ubongo unaanza kuamua kwamba mimi naenda sehemu fulani au nafanya kitu fulani, afu kiungo kinatenda. Sasa ule mpira ulivyopigwa, ukimwangalia Yakubu alikuwa ni tayari ameshajiachia, yani akili imeshachagua wapi ambako unapaswa kwenda, na ndiko mpira pia ulikuwa unaelekea kule endapo usingepata deflection. Ni kama vile penalty ambavyo huwa zinapigwa, yani akili huwa inamwambia golikipa kwamba nenda kushoto. Yani mwili ukishachagua kwenda kushoto it's very hard kuutani huo mwili urudi kwenda kulia. Miongoni mafundo wa kupiga penalty ni Bruno Fernandes. Kwa style yake anadunda kidogo, ana bounce afu ndo ana shoot. Kwa hiyo kuna wakati anadunda, kipa anaenda afu anarudi tayari mpira ushaje. Kwa hiyo ukiangalia ile moment pale unaweza kusema hamna uwezo kumlaumu Yakubu, kwa sababu kifiziki tu tayari alikuwa ameshachagua anaenda upande gani, na actually ule mpira Ben Diaz ndiko ambako alikuwa anaupeleka, lakini ile deflection ikapelekea kubadili mwelekeo wa mpira na kwenda wavuni. Naweza nikasema ya kwamba watu wengi wamekimbilia kuamini ya kuwa kukosekana kwa mshambuliaji ndio inawezekana ni sababu kubwa na msingi sana, na ninaungana nao. Nimedeclare kwamba Simba wakashindwa kupata matokeo. Ndio inawezekana kwa sababu skills za mshambuliaji haziwezi kufanana na za kiungo mshambuliaji. Yani mfano hii leo uwezo ukamfananisha Kevin De Bruyne pamoja na Haaland kipindi wanacheza timu moja. Haaland alikuwa na impact yake, De Bruyne alikuwa na impact yake. Hilo kisema mchukue De Bruyne akacheze kama false 9, alafu Haaland yuko nje, watu wanaweza wasikuelewe sana, kwa sababu skills za Haaland akishaushika mpira unajua, yani mchezaji kama mchezaji huwa ana train na team, alafu baadaye huwa ana train yeye kutokana na position ambayo yeye anaitumia. Anaitumikia. Kuna kocha wa washambuliaji, kuna kocha wa viungo, kuna beki, kuna kocha wa magolikipa. Kwa hiyo kuna wakati wao wanatenganishwa wachezaji wake wenyewe. Kwa hiyo hata mazoezi kuna muda walinzi wanapewa mazoezi yao, kwamba bwana unapaswa udefend hivi, si ukiwa 1 against 1 unapaswa ufanye hivi. Then kuna mazoezi ambayo anapewa mshambuliaji kwamba wewe bwana mpira ukishaingia kwenye position kama hii you must shoot like this, right? Mpira ukiwa kwenye angle hii usishuti hivi. Sio, unanielewa vizuri? Nadhani ndio kitu ambacho kilikuwa kina miss jana, kwa sababu Mutale anaweza akacheza kama false 9, lakini remember akili ya Mutale yote
yeye huwa anajua mimi ni kiungo mshambuliaji ambaye napaswa nishuke chini nije nitafute mpira. That's why wakati ambao Kamara alikuwa ni Kamara pamoja na Alassane Kante wana exchange mmoja kuja kutengeneza ile back three kwa maana ile ya walinzi watatu wakati Simba anaanza build up, ungemwangalia Nio Maema ambaye alikuwa anacheza namba 10 ulikuwa unamuona anashuka paka katikati kuja kutafuta mipira, na walikuwa wakishaipokea mipira katika eneo la katikati ya uwanja kulikuwa hakuna mambo mengi sana. Ulikuwa ni uharaka wa kutoa pasi kwenda kwa fullbacks au Mpanzu pamoja na Morris Abraham ili wasogee mbele waende wakawashambulie. Ila wakati ambao wanapiga zile pasi mtafute Joshua Mutale alikuwa wapi? Alikuwa naye kasha drop chini. Anashuka. Sio naelewa. Na akisha drop chini center backs mmoja wa Petro Atletico naye alikuwa anasogea naye. That's why ukiangalia first half ni kama Mutale ndo alichezewa sana madhambi. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaelewa maana huyu sio namba 9 alisia. Huyu ni false 9. Kwa hiyo hata kama akidrop hatutaki kwenda wote. Stop aende, coverage player abaki. Alafu hao wengine tunaziba mianya inabakia. Yes. Sasa mimi umemgusia kocha Dimitri Pantev na meneja na hata kwa asilimia kubwa mashabiki wa klabu ya Simba pia wamedondosha jumba bovu. Mimi mwenyewe nilivyoona lineup imetoka nilishtuka kidogo. Nikaona viungo wengi wazuiaji, sikuona striker na nikamuona kwamba Mutale ndo atatimiza majukumu ya force number 9. Sasa kuja kutazama mchezo wenyewe kiwanjani, kumbuka Jean-Charles Ahoua ndiye mchezaji ambaye ni top scorer kwenye ligi yetu. Ndiye mchezaji ambaye ni top scorer kwenye klabu ya Simba msimu uliopita. Unamzungumzia playmaker wa timu. Huyo ndo creator. Yes. Yani pale Yanga kwa mfano ndo Pacome Zouzoua, kwa Simba wanaye Jean-Charles Ahoua. Na hata ukitazama kwenye tuzo ambazo wanaziwania yupo Pacome Zouzoua pamoja na Jean-Charles Ahoua na wachezaji wengine kama kina Faisal. Yupo kwenye tuzo ngapi? Tuzo 2 nadhani. Ukitaja Simba taswira ambayo inakuja kichwani ni ya Jean-Charles Ahoua. Sasa kwa nini kocha aliamua kuanza naye nje na kati ndio creator wa timu, ndio brain ya timu? Unapata mashaka kidogo. Yani ndio mchezaji ambaye anapaswa kuitoa sasa timu kutoka nyuma, sasa tunaenda kushambulia. Kama ulimuona Pacome game dhidi ya Farabat, yeye ndo alikuwa, ukiangalia yeye ndiye ambaye anapaswa kuitoa Yanga chini tunaenda mbele. Sasa kocha mimi nikashangaa kwa maamuzi yale. Hilo la kwanza. La pili ni kucheza bila strikers. Una utajiri wa strikers, una Selemani Mwalimu Gomez, una Steven Dese Mukwala, una Jonathan Soa Chimweusi. Kwa nini unaopti kwenda na force 9 na wakati una striker kwenye benchi lako ambao anaweza kuanza nao katika mmoja kati ya wale watatu akakupatia kitu? Jonathan Soa tumeshuhudia amefanya makubwa akiwa na Singida Black Stars. Tumemshuhudia kwenye nyakati zingine Selemani Mwalimu amekuwa akifanya vizuri mpaka akaenda Wydad Casablanca. Steven Dese Mukwala the same kipindi anacheza na Lionel Ateba, walikuwa japo hakuna mwenye namba ya moja kwa moja itachange sana kwenye eneo lao la ushambuliaji. Kwa hiyo mimi namdondoshia jumba bovu kocha Dimitri Pantev. Lakini yote kwa yote pia Simba wanapaswa kujilaumu. Kuna nafasi kadhaa clear chances zimetokea na wamezipoteza. Nitazungumzia nafasi kubwa mbili. Ya kwanza ni ya Kinda wao. Kwanza Kinda mwenyewe Morris Abraham amepata nafasi, amepiga, ameshuka kwa mtulivu, amepiga imeenda kula mwamba wa chini ukaenda nje. Nadhani ile unaweza kusema ni bad luck. Bad luck, lakini inasababishwa na nini? Yani tunasema generally bad luck, lakini wakati mwingine ni mchezaji amekosa maturity, amekosa utulivu kwenye eneo kama lile. Yani kuna sometimes mfano kama ile unaweza usimlaumu sana kwa sababu mwelekeo wa mpira ulikuwa ni sahihi, ila haikuwezekana kutokana na uchaguzi wake pia ulikuwa sahihi. Yaani uchaguzi ulikuwa sahihi kwa sababu golikipa kwa kwenye lengo. Ukiangalia hata golikipa alikuwa na uwezo wa alikuwa anajua mwenyewe. Yani moja ya chance ambayo unaweza kailaumu kabisa ni ya Elim Panzu. Nadhani ni beki kipa kaja kamchukua akaenda nyavu akapiga side net. Kwa hiyo unaweza kusema hii ndio chance ambayo unaweza kupeleka lawama kwa mchezaji. Lakini mfano kwa nini ambavyo tulivyoingia hapa mimi nikakwambia kwenye engo nyingine naweza nikamuelewa mwalimu Dimitri Pantev alichagua kutokuanza na striker. Ni kama mimi kwa ambavyo niliwatazama Petro Atletico, narudia, ni timu ambayo iko bora sana katika eneo la kiungo. Yani mwalimu Frank Atiga wa klabu ya Petro Atletico, moja eneo ambalo anahitaji kulidominate vizuri ni eneo la kiungo, kwa sababu pale ambako ndiko lilipo jiko lake la utengenezaji wa magoli.
nani Frank Atiga alipitia kipindi kigumu hapa katikati alivyofungwa na De Luanda, kama ile Di Agosto ile kwenye ile derby of the classic of the classics. Yes. Akafungwa goli 1-0. Moja ya jambo ambalo alilaumiwa sana ni kuanza na yani jamaa alikuwa na tabia ya kucheza game second half. Yani second half ndo anahitaji kucheza game. Kwa nini? Kwa sababu first half anaingia kwa lengo la kumsoma mpinzani, kutunza energy, afu second half ndo anaanza kuingiza wachezaji. Akakutana na mbinu za Di Agosto ambazo walikuwa wamejipanga vizuri, kapigwa chuma moja, wakadefend mpaka dakika ya mwisho, wakapoteza kwenye dabi. Kitu ambacho nilitarajia hata kuja kukiruhusu atakapokuja kucheza dhidi ya Simba. Kwa hiyo utajiri na ubora wao katika eneo la kiungo inawezekana ndio moja jambo ambalo lilimshawishi Dimitar Pantev kuona hamna sababu ya kuanza na mshambuliaji Alisia. Ni heri nianze na viungo ambao wana uwezo mzuri wa kubato katika moments zote uwanjani, kwamba katika kwenda kushambulia watakuwa na impact, wakati ambao tutakuwa tunapaswa kujilinda wanaweza wakawa pia na impact. Kwa maana Mutale hauwezi kama expect kumuona atakuwa mbele, sawa, wakati ambao mpira upo katika eneo la katikati. Utamuona tu naye pia yupo katika eneo la katikati. Na maana ukiwafuatilia jana vizuri Simba walikuwa kwenye mid block muda mwingi sana, wakati ambao Petro Atletico walikuwa wanaanza kutengeneza build up. Na ukiangalia mpango wao build up haikuwa mpango wao mama wao kwenda kumfunga Simba. Target yao mama, kwa maana ya game plan yao mama, ilikuwa ni wakati ambao Simba atapoteza mpira ndio wakati ambao tutafika kwa Simba, kwa maana kwa kupitia vertical passes. Na walikuwa wanaenda kwa haraka zaidi. That's correct. That's why tukiangalia goli ambalo kalifunga Ben Diaz ni mpira ambao alipokwa Anthony Mligo, wakati ambao Shomari Kapombe naye kasha ingia ndani. Yani huku nyuma walikuwa wamebaki wachezaji wachache. Sasa ile ikishapigwa counter attack hivi, moja ya kitu ambacho huwa ni changamoto na imekuwa ni kitu ambacho kinapelekea counter attack nyingi kuzalisha magoli, ni ile pressure ya team kwenda kudefend ule mpira. Sio, unanielewa? Yani wakati huo mnapaswa mkae kwenye shape yenu ya ulinzi. Wakati huo kuna pressure ya kwenda kuzuia ule mpira. That's why unakuta timu kama wachezaji defenders wao kama wao wanajichanganya paka unasema huyu alipaswa asogee, huyu arudi afanye coverage. Lakini hicho ni ngumu kutokana na ile pressure ule mpira wakati ambao unazidi kuwasogelea. Kwa hiyo hata wakati ambao ukimwangalia Ben Diaz ana mpira, kulikuwa na wachezaji ambao nadhani alikuwa ni Rushaini na Nangu, kama sio mwingine alikuwa ni Alassane Kante basi na Bikama. Yani ilikuwa ni kama wanajiuliza kichwani, yani tumsogelee au tufanye hata vichwani mwao kwa kuna mawazo yanakiza. Ana shoot au anapiga cross, kwa sababu ni shambulio la haraka sana, right? Kwa hiyo unaweza kumuelewa pia Dimitar Pantev. Kwangu mimi kwa namna ambavyo nilipata nafasi ya kuwaona Petro Atletico, nadhani moja ya kitu ambacho pia alikizingatia ni ubora wa Petro Atletico katika eneo la kiwanja. Lakini mistake aliyokuja kuifanya always ni kwenye kuchelewa kufanya maamuzi kwa maana ya substitution. Mchezaji ambaye alikuwa anaona anapaswa kutoka, it's okay, Morris Abraham alipaswa kutoka aingie Jinchazi awa, then unaweza ukampunguza Joshua Mutale, lakini ulikuwa unamtoa Mutale ambaye alikuwa na uwezo mzuri sana wa kuisumbua wale defenders wa Petro Atletico. Yani alipaswa atafute kama sio Neo Maema mpunguze, alafu mchukue Mutale mshushe chini akacheze namba ya Neo Maema au akacheze namba ya Morris Abraham, alafu mbele muingize Jonathan Soa. Maana yake una team player Jinchazi aua, una Joshua Mutale ambaye ni mzuri kwenye kuzisumbua defensive lineup ya wapinzani, alafu na Jonathan Soa au mwalimu au Dese Mukwala ambaye utamwambia wewe stick tu kwenye eneo la 18, hawa watakumaliza kumaliza mipira. Sasa na pengine alipokuja kujichanganya tena, ndio umesema alichelewa kufanya mabadiliko kwa wachezaji waliokuwa wanahitajika kulingana na jinsi mchezo ulivyokuwa umefikia kwa hatua ile. Lakini alichokuja kunishangaza ni kujaribu wachezaji ambao wamekuwa wapati game time kwenye mechi kubwa kama ile. Ni mara ya mwisho mara ya mwisho kumuona Ladek Chasambi akicheza ligi. Hata kwenye ligi alivyoingia nilikuwa naangalia game na Asani, wakaniambia Ladek Chasambi ameingia. Kauliza Ladek Chasambi ameingia kwenye hii game for what purpose? Yani ni kosa kubwa ambalo Dimitar Pantev amelifanya. Uweze kwenda kumweka Ladek Chasambi ambaye hajapata game time kwenye game za Simba kuanzia last season. Unajua Chasambi baada ya kufanya ile mistake ya kujifunga ni kama vile kipindi cha Fadlu Davids, japo alikuwa anapata game time lakini sio kwa ukubwa ule kama ambao tayari alikuwa ameaminiwa mwanzo. Mbaya zaidi Davids alitaka kumtengeneza kuwa fullback namba 2. Kuna siku akacheza nafasi. Sasa jana kocha Dimitar Pantev manager anakuja kumweka
Chasambi nikashika kichwa na kushangaa kwenye mchezo wa aina hii, Ladak Chasambi anafuata nini kiwanjani? Na hakuna kitu chochote positively ambacho alichangia kwenye timu. Unaona, kwa hiyo kuna makosa mengi sana ambao kocha Dimitar Pantev manager alianza kuyafanya kuanzia kwenye selection ya squad ya kwake. Alikuwa na poor squad selection, lakini pia poor substitutions zingine alizifanya yeye kwenye mchezo hapo jana, na ameigalini timu yake tayari. Akilini saizi inaanza kupiga hesabu za vidore mapema, kwa sababu akilini mwa wana Simba wengi wanasema kwamba Simba akienda kucheza na Stade Malien ataokota alama, lakini haitakuwa mchekea, kwa sababu huyo Stade Malien kavuna alama moja nyumbani kwa Esperance de Tunis, kitu ambacho ni kigumu sana. Ndio Esperance ambaye pia tunajua kwenye ile kundi tukihighlight anabaki na Simba, yani miongoni mwa top teams kwenye ile kundi ni Simba pamoja na Esperance. Sasa umepoteza kwa Petro Atletico, unajiweka kwenye mazingira magumu. Yani Dimitar Pantev kwa jana aliwakosea wana Simba na ameikosea Simba kama taasisi. Uwezo ukacheza minded game, ukacheza defensive minded game nyumbani. Sasa ukienda ugenini utafanyaje? Au Esperance de Tunis amekuja kwa Mkapa utachezaje? Unaelewa sio? Nakuelewa vizuri. Kwa hiyo mimi Jumba Bovu ninaungana na baadhi ya mashabiki wa Simba ambao wanamwangushia Pantev kwenye mchezo wa jana, nami ninaungana nao. Watu wameanza kusema, mashabiki wa Simba wameanza kunena kwa lugha. Mwingine anasema Yanga watuambie kwa nini waliondoka uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini taarifa nyingine tumalize, Alois Agara. Matajiri Azam wenye haki yao ya matangazo. Chuma 2-0 dhidi ya Simeniema. Alafu sasa hapo na game inayofuata unajua anacheza na nani? Cheza na Wydad Athletic Benjamin Mkapa. Wydad Casablanca anakuja pale nani wale si wanatumia ni Amani Complex, wamefuata Yanga kule. Wafuata Yanga ndio kawafuata wao ndio walikuwa wa kwanza, yeye na Singida wao ndio walikuwa wa kwanza, kwa Yanga aka join the team. Kwa hiyo I say pagumu hapo. Wydad Casablanca ya Stefan Aziz Ki, Wydad Casablanca ya Ziyech. Ziyech ni mchezaji ambaye nilikuwa nikimfuatilia sana tangu akiwa Ajax mpaka anakuja kufika Chelsea. Mchezaji hatari sana, yuko ndani ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo Azam kama ameruhusu kwa Maniema Union bao 2 akiwa ugenini, kila nikijaribu kutafakari mchezo unaofuata dhidi ya Wydad, aise kichwa kinapata moto. Unachoka wewe Alois Agara. Nachoka kabisa. Bwana, tunakushukuru sana wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi. Tunaweza tusiyamalize hapa. Pako ananikumbusha, ananiambia kwamba waambie Tanzania kama kuna mtu anataka kumfananisha Pacome na mchezaji yoyote yule, basi huyu amenunua kesi kutoka kwake. Paka wakati mwingine, bye.